ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma za ziada Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu watukufu katika dini ya haki, ndugu zangu katika dini ya kweli, dini ya ustaarabu, dini pekee ambayo ina mipango madhubuti ya kumsaidia mtu namna ya maisha duniani na maisha baada ya dunia, dini pekee iliyompa mtu ustaarabu katika muda wa uhai wake na baada ya kufa kwake, dini ya Uislamu, dini aliyotufunza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, na wahusieni kama ilivyokuwa lazima kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu katika dini ya haki, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali ndani ya Qur'ani na hadithi mbalimbali za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zinaonesha namna gani Allah anavyotupenda na namna gani Allah alivyotupendelea na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka sisi tufaulu katika jumla ya maisha yetu. Aya nyingi na hadithi mbalimbali zinaonesha hilo, lakini uthibitisho wa ushahidi huo kwa macho ni haya masiku ambayo leo tunayo. Tupo katika masiku yale 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Tupo katika yale masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema ndani ya Qur'ani, masiku 10. Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema masiku maalum ndani ya Qur'ani, masiku ambayo yanaonesha wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tuwe bora katika jumla ya maisha yetu. Mara nyingi tunapoyazungumza haya masiku 10 tunayazungumza zaidi katika upande wa kiibada, lakini kwa kuwa Uislamu ni dini inayotambua kwamba ibada ni pamoja na uchumi, ibada ni pamoja na afya, ibada ni pamoja na amani, masiku haya 10 ni masiku ya uchumi, ni masiku ya afya, ni masiku ya amani. Kwa maneno yake Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema ma min ayamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Mtume anasema hakuna masiku katika hii dunia, hakuna masiku katika hii dunia, masiku ambayo matendo ya mema, matendo yaliyokuwa mazuri yakifanywa ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, Mungu anayapenda zaidi, Mungu anayapenda zaidi, Mungu anapendezwa zaidi na hayo matendo mema kuliko matendo mema yatakayofanywa katika masiku haya 10. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba katika hii dunia hakuna masiku ambayo ibada ikifanywa, ibada hiyo inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu kama ibada inayofanywa katika masiku haya 10. Aliposema hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wakatatazika, kamuuliza Mtume, wala jihadu fi sabilillah, aya maneno unaoyazungumza unamaanisha hata ule muda ambao mtu yupo katika jihadi?
kwamba Mungu anapendezwa zaidi na mambo yanayofanywa katika hizi siku 10. Ndio Mungu anapenda zaidi ibada njema, matendo mazuri katika hizi siku 10. Unamaanisha hata jihadi, yani hata jihadi haipendwi na Mungu kama yanavyopendwa haya masiku 10? Ndio maana ya swali. Mtume akamwambia wala jihadu fi sabilillah, ndiyo matendo yanayofanywa ndani ya siku hizi 10 yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko jihadi. Baadaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bishay'in, mtu ambaye amali zake zinaweza kupita amali zinazofanywa ndani ya siku hizi 10 ni binadamu ambaye atakayetoka nyumbani kwake na mali zake akatumia zile mali kwanza kusaidia vita, alafu baadaye na yeye akaenda katika hiyo vita, alafu akafa huko, alafu kikawa haijarudi mali zake wala haijarudi nafsi yake, huyo mtu ndo anampita mwanadamu mwenye kufanya matendo mema katika masiku haya 10. Nilisema masiku haya 10 sio tu masiku ya kiibada, ni masiku ya kiuchumi, ni masiku ya kiafya, ni masiku ya amani. Kivipi? Ukitazama hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utabaini kwamba masiku haya 10 Mungu anayapenda sana. Mungu anayapenda sana ya masiku 10 sana. Sasa mapenzi ya Mungu katika haya masiku 10 ndiyo ambayo wewe yanayoweza kukusaidia kujenga uchumi wako, kujenga afya yako na kuondoa migogoro katika maisha yako. Kwa kuwa tu Mungu anayapenda haya masiku 10, wewe unaweza kutumia hiyo kama nafasi. Tazame Nabii Zakaria. Nabii Zakaria alikuwa akimlea Bi Maryam na alimuweka katika mihrabu, na ikawa kila wakati Nabii Zakaria alikuwa akienda kumkagua Bi Maryam, lakini jambo la ajabu, alikuwa akienda anakuta vyakula, na wanatuambia wanaotufunza ilmu, alikuwa anakuta vyakula katika misimu isiyokuwa yake na vyakula vya katika misimu yake. Anayakuta matunda katika muda ambao yale matunda hayapo, hayamei katika nchi, anayakuta pia. Akamuuliza, anna laki hadha, mimi nimepewa kazi ya kukulea wewe binti, na mimi ndo ninayejua wewe unakaa hapa, na mimi ndo mwenye wajibu wa kukutafutia wewe chakula na kukuletea. Nani huyu mwingine anayekuletea? Unapata wapi hivi vyakula wewe binti? Kumbuka zoezi la kumlea Bi Maryam halikuwa jepesi Ilikuwa ni zoezi lenye mvutano mpaka kupatikana kwa mlezi. Kwa hiyo mlezi akawa analea kwa tahadhari. Anna laki hadha, akamwambia haya min indillah, mimi haya unayoyaona ninayoyapata ninayapata kutoka kwa Mungu. Qur'ani inasemaje? Hunalika daa Zakaria rabbahu. Hapo hapo Nabii Zakaria na yeye akamwomba Mungu, Mungu nijalie nipate mtoto, Mungu nijalie nipate mtoto. Kwa nini Nabii Zakaria aliomba pahala pale apate mtoto? Aliomba kwa kuzingatia utukufu wa lile eneo na utukufu wa ule muda. Yale maneno yaliyokuwa yanasemwa yalikuwa matukufu. Tukio lililotokea pale lilikuwa tukufu. Kwa utukufu wa yale maneno na utukufu wa lile eneo na utukufu wa kile kitendo, hunalika daa Zakaria rabbahu. Hapo Nabii Zakaria na yeye akamuomba Mola wake. Na hii ndiyo kanuni, innal a'mala tashrufu bisharafi zamani kama tashrufu bisharafi almakani. Mambo haya, matendo yanapata ubora bisharafi zamani, kwa utukufu wa zama.
Nyakati inatia ubora kitu, kama ambavyo eneo linatia ubora kitu. Maana yake siku 10 ni siku 1, 2, 3, 4, 5, 6 mpaka 10 zinapatikana kila siku. Yani kila siku una uwezo kuhesabu siku 10, alafu kahesabu siku 10, alafu kahesabu siku 10. Lakini utukufu wa siku 10 hizi sio idadi ya siku 10, ni utukufu wa zama. Huu mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja, unazifanya hizi siku 10 kuwa siku za tofauti kabisa. Sasa kwa sababu siku hizi ni siku tukufu na utukufu wake amekabidhi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu ndo amechagua maneno masiku haya yawe masiku matukufu. Maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda haya masiku. Suhaili ibn Abi Saleh yeye aliwahi kusema maneno akasema, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuiumba hii dunia ambayo sisi tunaishi, Allah akachagua miezi, akaifanya miezi hiyo kuwa mitukufu. Akachagua Allah subhanahu wa ta'ala miezi, akaifanya miezi hiyo kuwa mitukufu: Dhulhajji, Dhulqaada, Muharram na Rajab. Allah akafanya miezi hii kuwa ni miezi mitukufu. Alafu baada ya kujalia kuwa hii miezi ni miezi mitukufu, Allah akachagua mwezi mmoja akaupenda zaidi. Mwezi gani? Mwezi wa Dhulhijja. Baada ya kuupenda mwezi huo mmoja wa Dhulhijja, Allah akachagua siku 10 ndani ya mwezi huo akazipenda zaidi. Siku gani? Ni siku hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Masiku haya kuna maneno mengi ya kuweza kuyaeleza kuonesha ni kiwango gani na ni namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda haya masiku na ameyapa umaalum. Kwa namna ambayo Allah anayapenda haya masiku, kwa namna ambavyo Allah ameyapa umaalum wa haya masiku, namna hiyo hiyo ndio namna ya sisi kujitibu maradhi yetu. Kwa namna hiyo hiyo ndiyo namna ya sisi kuondoa changamoto zetu, shida zetu na umaskini wetu. Kwa namna gani? Allah subhanahu wa ta'ala anapoombwa katika zile nyakati ambazo mwenyewe Allah anazipenda, Allah subhanahu wa ta'ala huwa karibu zaidi kujibu maombi anayoombwa. Siku zote Allah ipo karibu kujibu maombi ya mtu anayemuomba, lakini ikiwa katika vile vipindi maalum, maeneo maalum, zama maalum, ama makan ni nini? Maeneo maalum au wakati maalum, Allah subhanahu wa ta'ala huongeza ule ukaribu wa kupokea maombi hayo. Ndio maana mtu atakayeomba dua akiwa msikitini Mkuranga, akaomba dua Mkuranga msikitini, au akaomba dua hapa Makongo, na mtu atakayeomba dua katika msikiti wa Makka au msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, hawa watu hizi dua zao zitakuwa na uzito tofauti kwa sababu ya makani. Ndio hivyo hivyo swala zitakazoswaliwa, sunna inayoswaliwa hapa na sunna itakayoswaliwa Maka na Madina zitakuwa tofauti kwa sababu ya makani. Lakini zama dua itakayoombwa katika masiku haya 10 na dua itakayoombwa nje ya masiku haya 10, dua ndani ya masiku haya 10 inakuwa na nafasi kubwa ya kukubaliwa, kama ambavyo ibada ndani ya masiku haya 10 zinakuwa na uzito zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama tulikuwa tunatafuta namna ya siku moja tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua tuondolee umaskini wetu, ina maana ni haya masiku 10 tuliokuwa nayo, huu ndio muda wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee umaskini tuliokuwa nao. Kama tulikuwa tunatafuta muda wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee maradhi, ajalie magonjwa tuliyokuwa nayo yapate kupona, ajalie wake zetu wawe wema kwetu, ajalie majirani zetu wawe ni sehemu ya furaha na sio changamoto kwenye maisha yetu, basi ni masiku haya 10 ni miongoni mwa masiku bora kuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie majambo yako.
Ndio maana nikasema Uislamu ni dini iliyoekwa katika namna ya kumwokoa na kumsaidia mwanadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua njia ya hakika ya wewe kuokoka, kuongoka, kuepuka na matatizo na changamoto ulizokuwa nazo, ni wewe kupata namna ya kuwasiliana naye yeye Allah. Akajalia kuwa kuna swala 5 kwa siku, uswali mara 5 kwa siku, upate mara 5 za kuongea na yeye. Akajalia kukawa kuna nyakati bora, si sawa katika kuomba dua usiku na mchana. Usiku umekuwa bora zaidi kuomba dua. Allah anataka tumia muda ule, shtaki umaskini wako, shtaki maradhi yako, shtaki madeni yako, shtaki wagomvi wako, shtaki, omba mbele ya Mola wako. Akajalia katika mawiki kuna siku ya Ijumaa. Fanya mambo yako siku ya Ijumaa, hebu eleza kwa Mola wako changamoto na mambo yako yote uliyokutana nayo wewe. Ndani ya mwezi kuna masiku meupe, kuna mambo mengi, kuna sunna nyingi, kuna nyakati nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amezitengeneza za wewe kubadilisha mambo uliyokuwa nayo. Miongoni mwa mambo hayo ni masiku haya 10 tuliyokuwa nayo. Lakini cha kusikitisha, Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na wasamehe waliokuwa wetu. Cha kusikitisha, tunashindwa sasa kutumia nafasi hizi kumridhisha Allah. Tunashindwa kutumia nafasi hizi kujitetea sisi, badala yake tunatumia nafasi hizi kumkera Allah na kujiangamiza sisi. Sisi tumetoka kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapo watu ndani ya Ramadhani walikosea, wapo watu Ramadhani iliingia na kutoka hawajapata chochote, wapo watu walitumia ule mwezi wa Ramadhani kumkera na kumwasi Allah, wapo. Huruma ya Allah, masiku machache baada ya hapo anakuletea siku zingine 10 za kukria makosa uliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani sawasawa na tumeenda kwenye shughuli, watu wamepitishiwa chakula wamekula, alafu mkaambiwa asiyeshiba aje yaongeze. Haya masiku ni asiyeshiba aje yaongeze, ajashiba na aongeze. Tunawapata hao katika jamii yetu. Mwezi wa Ramadhani aliutumia vibaya na masiku haya anayatumia vibaya. Sasa hii ni kanuni ya kawaida. Inapotokea ukawa umefunguliwa mlango wa huruma, yani umefanya mambo yasiyopendeza mabaya, alafu ukafunguliwa mlango wa huruma kwamba sasa njoo katika huruma, alafu wewe haujaingia katika ile huruma, ukaendelea kufanya mabaya na mambo yasiyopendeza, kikanuni aliyefungua mlango wa huruma atakuchukia zaidi. Baba anapobaini kwamba mtoto wangu ima wa kike ima wa kiume, kule alipokaa anafanya zina, amepanga chumba chake anafanya zina, sasa huyu hebu nimsogeze karibu na mimi. Kamwambia yule kijana wake, njoo hapa nyumbani ukae hapa. Sasa yule kijana baada ya kuambiwa akae pale, alivyoangalia mazingira ya pale nyumbani akaona pale pazuri kuliko alikokuwa anakaa geto. Wale wanawake wake ama wanaume wake akawa anaingiza mule ndani kuzini katika ile nyumba ya baba yake au chumba cha baba yake. Baba atachukia zaidi hilo jambo, yule baba litamkera zaidi kwamba nakufungulia mlango wa huruma alafu wewe unazidi kuongeza ushenzi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatupa nyakati zilizokuwa bora za kuomba dua, anatupa nyakati zilizokuwa nzuri za kubadilisha mambo yetu. Sisi tunatumia nyakati hizo hizo kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatubadilishi chochote katika maisha yetu. Yani wakati huu, hizi siku 10, lau sisi tungezielewa vizuri na tukazifanyia kazi vizuri, baada ya siku 10 kuisha tungekuwa wote tumebadilika, tupo hivi tulivyo. Itokee katika hali ya kawaida, wewe leo uitwe na Ghalib Saidi JSM au uitwe
na Mo ama uitwe na nani na Bakhresa na wengineo katika matajiri wakubwa katika nchi, au wakuite Aliko Dangote yule, alafu wakwambie sema basi katika shida zako, sema ulilokuwa nalo ili nikusaidie, nakupa siku 10. Katika hizi siku 10 unaweza ukaja kuonana na mimi either siku ya kwanza au siku ya pili au siku ya tatu au siku ya 4 au siku ya 5, mpaka hizi siku zote 10 hizi basi nieleze mambo yako. Kama utaamua leo unieleze moja, alafu kesho unieleze lingine, kesho kutwa unieleze lingine, sawa. Kama utaamua ndani ya siku moja unieleze mambo yako yote 100-200, sawa. Nieleze changamoto zako bwana. Hivi unadhani katika hali hiyo si tungewatafuta hata wataalamu watuandikie hizo proposal kwamba nitengenezee na mradi wangu, nitengenezee vizuri, ni draftie. Tusingelala, tusingefanya mambo yasiyokuwa na maana, tungetafuta mavazi mazuri ya kuvaa, lugha nzuri za kuongea, namna nzuri ya kumapproach yule bwana aweze kutuelewa, alafu tungeenda kuongea naye tukiamini tunaenda kuvuka. Bakhresa nani mbele ya Allah? Mo nani mbele ya Allah? Dangote nani mbele ya Allah? Ghalibu nani mbele ya Allah? Allah anakupa siku 10, ongea na yeye sasa. Ongea naye Mungu. Badilisha majambo katika mambo yako, ongea naye Mola wako. Una beti? Ongea naye Mola wako. Unazini? Ongea naye Mola wako. Unapiga bia, unasifia tu, ina povu jingi sana nzuri. Kama shida ni povu, si ukale sabuni. Akili mbovu tu. Yanaenda ya masiku mpaka yanaisha, una ulichofanya. Sababu ni nini? Sababu imani yetu sisi mbele ya Mungu ni ndogo. Ule ukweli wa nafsi, kama kweli mimi nikiongea na Mungu, Mungu atanitatulia, huo tunao kwa kiasi kidogo. Lau ingelikuwa iko tunacho kwa kiasi kikubwa, tungeyafanya mambo katika ukubwa sana. Katika ukubwa sana tungeongea na Mungu katika heshima kubwa na matarajio makubwa sana. Tunajidhulumu wenyewe katika masiku ambayo haikufaa sisi tudhulumike. Tunajidhulumu wenyewe, tunajiharibia maisha wenyewe. Sisi binadamu, sisi tumefanya mikataba na Mola wetu tukiwa katika matumbo ya mama yetu. Wanadamu sisi, kwa maneno yake Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tumefanya mikataba sisi na malaika katika matumbo ya mama zetu. Mikataba hiyo inaeleza namna gani sisi tutakuja kuishi hapa, umri wa kuishi, hali za maisha za kuishi, tuishi katika namna gani, dunia hii tutazame vipi na walimwengu watuone vipi. Tumeandika hiyo mikataba tukiwa katika matumbo ya mama zetu. Nani anajua nini alichokiandika? Nani hapa kati yetu anakijua nini alichokiandika? Inawezekana we kila siku unakula ugali kwa sababu uliandika kule magunia 800 ya unga. Sasa umeandika mwenyewe magunia 800 ya unga upewe duniani, hata kilo moja ya mchele hujaandika. Utakula vipi mchele? Utakula unga wewe, utakula unga mpaka uchakae. Inawezekana we mwenyewe umeandika, mimi since day one nazaliwa nataka niwe naumwa mpaka nife naumwa. Utakula kila dawa uponi, umeshaandika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda, ametugea masiku ya kufanya amendments, ya kufanya mabadiliko ya hiyo mikataba. Walayali na ashiri, haya masiku 10 ni masiku ya kubadilisha mikataba ulioiandika. Wewe si ujui? Wewe ujui ulichokiandika? Haya masiku 10 unabadilisha. Ya Rabbi, ya Rabbi, sasa mchele pishori lipatikane wali na biriani. Ya Rabbi, unafanya amendment. Ya Rabbi, watoto wangu wao waninyoshe. Inawezekana mwenyewe ulisema mimi nataka watoto vituko. Ya Rabbi, mke wangu awe hivi. Na mwanamke aseme ya Rabbi, mume wangu awe hivi. Tumuombe Allah tufanye amendment. Amendment ni nini? Ni mabadiliko ya mkataba, ni kufanya mabadiliko katika mkataba ule. Ndio maana hata tumeambiwa tuombe mwisho mwema. Unaweza kufanya ibada lakini mwenyewe ulishajiandikia kule kwa mwisho wako uwe mbaya. Tuombe mwisho uliokuwa mwema.
tuombe maisha yaliyokuwa mazuri. Hii ndio nyakati za kufanya amendment, ndio muda wa kufanya mabadiliko, tusijidhulumu. Masiku 10 hapa, sehemu kubwa watu wanasubiri tu sikukuu ije na nini, sio? Watu wanajipanga hivyo, lakini waliokuwa wema kati yetu ilikuwa vikifika vipindi kama hivi, kama ambavyo sisi unasikia huko maiki ya toa taka nje, toa taka nje, si ndio? Kifika siku ya taka, toa taka nje. Au wanapita wengine, tunagawa vidonge vya matende sio vya nini, wanapita huko nje, si ndio? Hivyo hivyo watu wema walikuwa wakipita katika nyumba za wenzao wakisema, tusizime taa usiku, tusizime taa usiku, tusizime taa. Tupo katika masiku 10, tusizime taa usiku. Yani maana yake nini? Tusilale, tusilale, tusilale haya masiku, tusilale. Kijana wa leo sio kulala tu, basi bora alale. Analala yeye na kimada wake usiku ule, muda watu wanaswali au wanaamka wanazini katika masiku 10 haya. Alafu muda huo kalewa, na pembeni pale kuna bange zake, baadaye atavuta, na ana mkeka wake, anamuomba Mungu, Mungu ule mkeka utiki. Matumizi mabaya kabisa ya muda. Tuna matumizi mabaya mno ya muda, mabaya sana. Muda mwingi tunaupoteza katika mambo yasiyofaa. Mungu anatugea nyakati nzuri za kunufaika, hatunufaiki nazo. Masiku haya 10 ni masiku ya kuyatumia kwa sababu ya dunia yetu, kwa sababu ya afya yetu, kwa sababu ya uchumi wetu pia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu wanaokaa katika nyakati njema na kujua namna gani ya kutumia nyakati hizo njema. Ndugu zangu watukufu katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Lillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, mimi nimalizie maneno yangu kwa kusema binadamu ni ngumu sana kuepukana na majuto. Binadamu kwa namna alivyo ni kiumbe mgumu sana kuepukana na majuto. Basi tujute, lakini tujute kwa kupata kidogo, tusije kujuta kwa kukosa kabisa. Kama ni kujuta tujute, lakini tujute kwa kupata kidogo, tusije kujuta kwa kukosa kabisa. Anayejuta kwa kukosa kabisa ni yule aliyeenda motoni. Mwenyezi Mungu atunusuru na atuepushe na moto wake. Na anayejuta kwa kupata kidogo ni yule ambaye aliyepata pepo ya katikati, hajakaa pepo moja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo naye anajuta, lakini bora majuto hayo. Tujute ya kwamba katika haya masiku 10, tuseme masiku 10 yale mimi nimefunga siku 3, siku 4 au siku 5, lakini tusijute kusema sijafunga kabisa. Tujute tuseme katika yale masiku yale mimi sikukesha usiku, lakini tusijute kusema katika masiku yale mimi nilizini, nilikunywa pombe, nilivuta bange, nilicheza betting, nilifanya hivi, nilifanya fitna. Tusijute hivyo. Tuna kila sababu ya kumsifu na kumtukuza na kumweleza vizuri Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili melianza Mwenyezi Mungu mwenyewe na baadaye malaika wake pale Allah aliposema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكلهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. قوموا للصلاة.